laongezeka katika mashindano ya kuwania kombe la mataifa ya Afrika AFCON, na makala yetu maalum leo yanaangazia muziki na nguvu yake katika jamii. Kabla uweke structures na system ambazo zitakuletea pesa, utakuwa umefanya kazi sana. Sababu kuna mambo mengi ambayo yanachangia wasanii wasiwe na hela mfukoni, na siasa ndio one of the things. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa kwako na Mileila Mohamed. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran dhidi ya kuwaua waandamanaji wanaoandamana kwa amani, akisema Marekani itaingilia kati kuwaokoa. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, alisema Marekani iko tayari. Kauli ya Rais Trump inajiri baada ya takriban wiki moja ya maandamano nchini Iran yaliyochochewa na hali mbaya ya kiuchumi. Mamlaka ya Iran inasema takriban watu 7 waliuawa wakati wa machafuko hayo. Maafisa wa Uswizi wanasema wanaamini kwamba cheche zilizowekwa kwenye chupa ya shampeni zilisababisha moto katika eneo la mapumziko ya ski usiku wa kuamkia mwaka mpya. Watu 40 sasa walifariki dunia kutokana na mkasa huo wa moto katika eneo la Crans, Montana, na 119 kujeruhiwa. Polisi wanasema kipaumbele chao ni kubainisha utambulisho wa wale wote waliofariki au walioko hospitalini. Wagonjwa 50 wanahamishwa kwenye vitengo maalum katika nchi nyingine za Ulaya. Picha imeibuka ambayo inaonekana kunasa wakati dari la baa iliyojaa watu iliposhika moto. Mashahidi wanasema moto huo ulisambaa kwa haraka na kuwaacha vijana wengi waliokuwa katika sherehe na muda mchache wa kutoroka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemteua mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa nchi hiyo kuwa mkuu mpya wa ofisi yake rais. Kirilo Bundavov, ambaye ndiye aliyepanga operesheni kadhaa dhidi ya Urusi, atachukua nafasi ya Andriy Yermak ambaye alijiuzulu kutokana na kashfa ya ufisadi mwezi Novemba. Akitangaza uteuzi huo, Rais Zelensky alisema Jenerali Budanov ana uwezo wa kutosha kutoa matokeo wakati ambapo Ukraine inahitaji kuzingatiwa zaidi katika masuala ya usalama na ulinzi. Anatarajiwa kuchukua jukumu muhimu katika kuendeleza juhudi za kidiplomasia ili kupata makubaliano ya amani na Urusi. Alielezea uteuzi wake kama heshima na jukumu kubwa katika wakati wa kihistoria kwa Ukraine. Mashirika ya kutetea haki za binadamu katika eneo la kusini mashariki mwa Asia yameonya kuhusu ongezeko la vitisho kwa uhuru wa kujieleza nchini Indonesia, yakitaja matukio kadhaa yanayodaiwa kuwa ya hivi majuzi ya vitisho dhidi ya wapinzani wa serikali. Sarafina Robi ana maelezo zaidi. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu 91 imelaani kile ilichokitaja kuwa mwenendo unaoongezeka wa mashambulizi dhidi ya uhuru wa kujieleza. Waliripotiwa kulengwa ni pamoja na wanaharakati waliokosoa sera za serikali za mazingira na kukabiliana na mafuriko mabaya kaskazini mwa Sumatra mwezi Novemba. Serikali ya Indonesia ikijibu ilisema ilikataa na kulaani kila aina ya vitisho au vitisho kwa raia wake, ikiwa ni pamoja na wanaharakati. Katika ya matukio ya hivi punde, mkosoaji mashuhuri wa serikali na mtu maarufu kwenye mitandao ya kijamii alisema kuwa kifaa cha ushambulizi cha Molotov cocktail na kuku alifariki vilitumwa nyumbani kwake na washambuliaji wasiojulikana. Hii ni BBC. Leila Mohamed, msikilizaji, ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia nasikika kupitia redio shirika mbalimbali FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karorobi. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran dhidi ya kuwaua waandamanaji, akisema Marekani iko tayari kuingilia kati na kuwanusuru waandamanaji hao. Sarafina Robi anakuarifu zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya mamlaka ya Iran dhidi ya kuwaua wanaoandamana kwa njia ya amani, akisema taifa lake litawaokoa. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii aliandika kwamba, na nikimnukuu, tuko tayari kwenda huko, mwisho wa nukuu. Hakutoa maelezo zaidi. Afisa mwandamizi wa Iran Ali Larijani alijibu kauli ya Trump akionya kwamba kuingilia kati kwa Marekani katika masuala ya ndani ya Iran itakuwa sawa na kuyumbisha udhabiti wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Takriban watu 6 wameripotiwa kuuawa nchini Iran siku ya Alhamisi baada ya
karibu wiki moja ya maandamano makubwa yaliyosababishwa na hali mbaya ya kiuchumi. Marekani ilishambulia vituo vya nyuklia vya Iran mwezi Juni, ikijiunga na kampeni ya anga ya Israel iliyolenga mpango wa nyuklia wa Tehran na uongozi wa kijeshi. Iran inaunga mkono makundi ya Lebanon, Iraq na Yemen. Machafuko yanayoongezeka nchini Iran yanaripotiwa kusababisha vifo vya watu wengi zaidi katika siku ya 5 ya maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama ya maisha. Shirika la habari la Fars na pia kundi la haki za binadamu Hengo lilisema watu 2 walifariki wakati wa mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama katika jiji la Lordegan, kusini magharibi mwa Iran. Watu wengine 3 waliuawa huko Azna na mwingine huko Hudest. Fars iliripoti wote wakiwa magharibi mwa nchi. Hapo jana siku ya Alhamisi, video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha magari yakiwa yamechomwa moto wakati wa mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Waandamanaji wengi wametaka utawala wa kiongozi mkuu wa nchi hii usitishwe. Baadhi pia wametaka kurejeshwa kwa utawala wa kifalme. Maandamano hayo yalianza mjini Tehran miongoni mwa wafanyabiashara waliokasirishwa na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Iran dhidi ya dola ya Marekani katika soko huria. Kufikia siku ya Jumanne, wanafunzi wa vyuo vikuu walikuwa wamejiunga na maandamano hayo na yalikuwa yameenea katika miji kadhaa, huku watu wakiimba dhidi ya watawala wa kidini wa nchi hiyo. Na michezo ya hatua ya 16 ya michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON itaanza kupigwa hapo kesho nchini Morocco, kwa michezo miwili kuchezwa, huku kikosi cha wakilishi wa Afrika Mashariki Taifa Stars ya Tanzania kikiendelea na maandalizi yake kabla ya kuwakabili Morocco katika mchezo wa hatua ya mtoano siku ya Jumapili. Omar Mkambara yuko Rabat, ametuandalia taarifa hii. Baada ya mapumziko ya jana na leo, michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON itaendelea tena kesho, ikiwa ni michezo ya kwanza ya hatua ya 16 bora. Mchezo utakaopigwa majira ya saa 11 hapa Morocco, nyumbani Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 1, Senegal watacheza na timu ya taifa ya Sudani. Na mchezo wa pili utapigwa katika dimba la Mohamed wa 5 ukiwakutanisha timu ya taifa ya Mali dhidi ya Tunisia. Na wawakilishi wa Afrika Mashariki Tanzania wameendelea na mazoezi yao kabla ya kucheza mchezo wao siku ya Jumapili. Afisa habari wa shirikisho la kandanda la Tanzania Clifford Mario Ndimbo amesema wanaendelea na maandalizi kabla ya kukabili Morocco. Kesho pia tutaendelea na maandalizi yao kuelekea kwenye mchezo dhidi ya wenyeji Morocco, lakini hali ya kambi iko vizuri, wachezaji wako vizuri, wako tayari kwa mchezo na tuna imani kwamba tutafanya vizuri katika mchezo huo kama ilivyo matarajio yetu ya kabla ya mashindano na mpaka sasa kwenye hatua ambayo tumefika ya 16 bora. Na kuelekea mchezo huo Morocco na Tanzania, nimezungumza na mchambuzi wa soka Shafi Dauda kutaka kujua, je, Tanzania inaweza kushangaza ulimwengu wa soka? Pamoja na kwamba ni Mtanzania, natamani Taifa Stars ifanye vizuri zaidi, lakini tutacheza na Morocco, taifa linaloongoza kwa ubora kwa sasa barani Afrika, taifa ambalo limetengeneza miundombinu bora ya kutengeneza kiwango chao walichokuwa nacho katika level ya timu za taifa. Ni taifa bora sana. Sisi bado hatujafika hata nusu ya ubora wao. Kwenye AFCON iliyoisha tulikuwa nao kundi moja kule nchini Ivory Coast. Walitufunga, na ndo kama unakumbuka ndo nchi pekee iliyotufunga kwenye yale mashindano. Ilipokuja kwenye mashindano ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia, tulikuwa kundi moja na Morocco. Morocco alitufunga Dar es Salaam, akaja akatufunga hapa nchini kwao. Sio tu kwa ukubwa wa Morocco kwa maana ya kuwa bora Afrika, lakini ukiangalia pia na siku za karibuni ambazo tumecheza nao kama taifa, wamepata matokeo bora dhidi yetu. Kwa hiyo hali bado naiona ni mechi ngumu kwetu sana, na Morocco na waona wakiwa na nafasi kubwa. Kabla ya kuanza kwa hatua ya 16 bora hapo kesho, jumla ya magoli 87 yamekwisha kufungwa katika michezo 36, ambao ni wastani wa kufungwa magoli 2 katika kila mchezo. Kutoka hapa Rabat nchini Morocco, mimi ni Omar Mkambara, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, na makala yetu maalum hii leo yanaangazia mziki na nguvu yake katika jamii. Mwenzangu David Nkia anakuletea makala hiyo. Nianze na Kidis, hebu tuambie kwanza wewe ni msanii wa aina gani na utupe kidogo kionjo cha nyimbo zako.